Kuna taarifa za mauaji ya kutisha dhidi ya askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mauaji hayo yametokea nje ya Tanzania, lakini pia mengine yamejiri ndani ya Tanzania kama inavyoelezwa kwa kina japo kwa kifupi katika makala hii hapa Jasusi TV. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna mauaji ya aina mbili. Moja ni hayo yaliyojiri nje ya Tanzania, na taarifa zinadai kwamba mauaji hayo yanaendelea hadi wakati huu tunavyoongea. Lakini pili, kuna mauaji ambayo yamejiri ndani ya Tanzania. Taarifa pia zinadai kwamba hata hayo mauaji dhidi ya hao askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania pia nayo yanaendelea, japo kwa sasa ni kwa kiwango hafifu. Tuanze na hayo yanayojiri nje ya Tanzania. Taarifa zinaeleza kwamba kuna kundi la wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania ambalo lipo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa uelewa wa Jasusi TV, kuna makundi mawili. Moja ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania waliopo nchini DRC kwa mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hili ni kundi ambalo lipo huko kama sehemu ya jeshi la Umoja wa Mataifa wa kulinda amani huko. Lakini pia kuna kundi la pili ambalo si rasmi. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba haya ni makubaliano yasiyo rasmi kati ya serikali ya DRC na Samia Suluhu Hassan, kwamba kuna kundi la askari wa JWTZ ambao walipelekwa huko DRC kwenda kulisaidia jeshi la nchi hiyo kukabiliana na makundi mbalimbali ya waasi, kwa sababu DRC ina makundi zaidi ya 100 ya waasi, japo linalosikika zaidi ni kundi la M23. Sasa katika pitapita zake, Jasusi amekumbana na clip moja ya mdau ambaye anaeleza kuhusiana na hilo la askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kuuawa huko DRC. Hebu sikiliza kwanza hii clip, kisha tutaendelea na makala hii. JWTZ wanakufa DRC kama siafu. JWTZ walikodishwa na serikali ya Kongo. Sai wanauawa na rebels, wanauawa na M23. M23 sio mchezo. So JWTZ walikodishwa, walinunuliwa kutoka kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan alipewa pesa ndio JWTZ waende wapi? DRC, kusaidiana na jeshi la DRC, ndio M23 isiingie maeneo za serikali. So M23 wanaua JWTZ kama siafu. Na kama unajua, kuna bradhako, kuna sistako, kuna babako, kuna anko yako ako kwa JWTZ na anapanga kwenda DRC, mwambie asiende. Habari ndio hiyo. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba mauaji yaliyojiri ndani ya Tanzania nayo yametokea katika mazingira ya aina mbili tofauti. Kwanza ni wakati wa maandamano ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, takriban siku 4-5 hivi, kutoka tarehe 29 Oktoba ya mwaka jana hadi tarehe 3 au 4 hivi, ambapo maelfu ya Watanzania walitolewa uhai na vikosi vya ulinzi na usalama kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Sasa wengi wenu mtakuwa mliona baadhi ya video zilizopatikana wakati ule, kwamba baadhi ya askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania walikuwa wakiwalinda waandamanaji. Sasa taarifa zinaeleza kwamba wale walioshiriki kuwalinda waandamanaji waliuawa, na waliuawa kinyama, kwamba walikamatwa na baadaye kuuawa. Sasa hayo yalijiri wakati maandamano yale yanaendelea. Lakini kama mnavyofahamu kwamba hata baada ya maandamano kuendelea, hili genge la wauaji lilienda kwenye makazi ya watu na kuwapiga risasi katika makazi yao, na wengine kuchukuliwa kwenda kuuawa sehemu nyingine. Sasa inaeleza kwamba hali hiyo haikuishia kwa waandamanaji tu, bali hata
baadhi ya askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania waliuawa, wale ambao walituhumiwa kwamba walikuwa wakiwakinga waandamanaji ili wasidhuriwe, kwamba walikwenda kuchukuliwa katika makambi yao na wengine kwenye makazi yao na kwenda kuuawa. Idadi haijafahamika, lakini inaelezwa kwamba idadi ya waliouawa ni kubwa. Kwanza wale waliouawa wakati wa maandamano na wale waliouawa baada ya maandamano. Na katika hili taarifa zinadai kwamba sio tu askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, bali pia kuna baadhi ya askari wa jeshi la polisi ambao pengine nafsi iliwasuta, lakini pengine ubinadamu uliwapata, wakataka kuwaokoa baadhi ya watu waliokuwa waandamanaji waliokuwa wakidhuriwa, nao waliishia kuuawa wakati wa maandamano, lakini hata baada ya maandamano janga hili limewakumba pia. Na baadhi ya taarifa hizi hazijathibitishwa, inasemekana kwamba hata baadhi ya maafisa wa idara ya usalama wa taifa nao wamekumbwa na masaibu hayo. Kama nilivyosema, hili halijathibitishwa mpaka muda huu. Lakini kuna tatizo kubwa zaidi. Haya yamejiri na watu wameyashuhudia, kama ambavyo huyu mdau alivyoeleza yanayojiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yaliyojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata na yaliyojiri baada ya maandamano, yote kuna watu wameyashuhudia na watu hao wapo hai. Sasa kuna wale ambao endapo watajitokeza kuripoti wanaweza kuhatarisha maisha yao, kwa sababu tunafahamu zama hizi ni za hatari. Watu wanatekwa, wanalawitiwa, wanabakwa, wanateswa na kuuawa. Kwa hiyo hawa tunaweza tukawasamehe kwamba wanahofia kuhusu maisha yao. Lakini kuna watu ambao wakitoa taarifa hawawezi kudhurika kwa namna yoyote, na wanaweza kutoa taarifa bila wao kufahamika, kufikisha katika vyombo vya habari ambavyo vinaaminika na vile ambavyo havijawahi kutoa majina ya watoa taarifa. Sasa wao wanapokaa kimya kwa namna moja au nyingine, wanawezesha unyama huu kuendelea, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa hili la watumishi wa vyombo vya dola kutolewa uhai linaendelea, japo kwa kasi ya sasa ni tofauti na ilivyokuwa huko mwanzoni. Na wengine wanakumbwa na haya kwa sababu za chuki tu, kwamba mtu anatoa ripoti kwamba huyu aliwasaidia watu au huyu alitoa taarifa za kuwanusuru watu na vitu kama hivyo, na matokeo yake watu wanakuja kudhurika. Kwa hiyo ni muhimu kwa walio na taarifa hizi kujitokeza kutoa, kwa sababu kutotoa taarifa kuna wawezesha hao wauaji kuendelea kufanya unyama wao. Na kwa lugha nyingine, wale ambao wanakalia kimya maovu haya badala ya kuweka taarifa hadharani ni washiriki wa namna moja au nyingine katika unyama huu unaoendelea. Na hili ni la muhimu sana katika kipindi hiki, hasa wakati kuna maandalizi ya maandamano ya Oktoba 20, maandamano ambayo yamepangwa kufanyika Julai 7, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ni kwamba CCM pamoja na serikali wamepanga kuanzisha kitu wanachoita sungusungu. Essentially sio sungusungu, ni watu kutoka umoja wa vijana ambao watakuwa wakipita huko mitaani kwa lengo la kujaribu kufahamu watu ambao wanataka kuandamana. Sasa hili halifanywi na umoja wa vijana ambao unatoka nje ya nchi, kutoka Uganda au kutoka nchi fulani. Hawa ni watu wanaojulikana, na ni muhimu sana kufahamisha kwamba mengi ya matukio ya unyama yanayotokea mitaani yanachangiwa na mabalozi wa nyumba 10 na wenye viti wa serikali za mitaa. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hawa ndio wanakuwa wenyeji, yani kwamba genge la wasiojulikana kabla ya kufanya unyama wao huwa wanafika mwenyekiti wa serikali za mitaa au balozi wa nyumba 10, halafu yeye anawapa ratiba ya mhusika au makazi halisi ya mtu anayewindwa, kisha anaenda kutekwa. Sasa hili halihitaji kusema watu wajipange kufanya maandamano ichukue muda mrefu. Laiti watu watakapoamua kuchukua hatua stahili dhidi ya unyama huu, ni wazi kwamba unyama huu hata kama hautokomeshwa basi unaweza ukapungua. Majuzi hapa kuna clip imeonekana ya vijana nadhani Moshi, walikabiliana na polisi walikuwa wanataka kumteka mtu. Kwa hiyo wakawarushia mawe wale polisi wakakimbia. So ni wazi kwamba genge hili linalofanya unyama huu, endapo litakumbana na mkono au hasira kali za wananchi, watajitafakari kabla ya kupanga kwenda kufanya unyama mwingine. Kwa hiyo ni muhimu sana, hasa wakati watu mbalimbali wanajiandaa na hayo maandamano ya Julai 7. Kwa hiyo hii taarifa inahusu watumishi wa vyombo vya dola. Kuna wanaodhani pengine kwamba hawa watu hawastahili kuonewa huruma, lakini kwa mujibu wa taarifa kwamba kulikuwa na watumishi wa jeshi la wananchi wa Tanzania ambao kwa hakika walijitahidi kadri ya uwezo wao kutaka kuokoa maisha ya waandamanaji.
lakini wameishia kupoteza uhai wao. Na hizi taarifa zilisambaa kwa nyuma, lakini watu wengi pia wanasema kwamba hawa jeshi limetuangusha, liliahidi kwamba lingewasaidia waandamanaji, lakini likufanya hivyo na vitu kama. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hizi? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.